Lakini kwanza ni taarifa ya habari. Mimi ni Phyllis Mwote. Israeli inasema imechukua udhibiti kamili wa anga katika eneo la Tehran na imeharibu theluthi moja ya vifaa vya kurusha makombora vya Iran, huku nchi hizo mbili zikiendelea kushambuliana. IDF inasema kwamba iliwaua maafisa 4 wakuu wa ujasusi huko Tehran siku ya Jumapili. Vyombo vya habari vya Iran vinasema kwamba hospitali moja magharibi mwa nchi hiyo pia ilishambuliwa na wafanyikazi na wagonjwa walijeruhiwa. Wizara ya afya ya Iran inasema kwamba zaidi ya watu 220 kufikia sasa wameuawa na mashambulizi ya Israel tangu siku ya Ijumaa. Waisraeli 24 wameuawa na makombora ya Iran. The Israeli Air Force controls the skies of Tehran. Jeshi la Israel limechukua udhibiti kamili wa anga za Tehran. Tunakaribia kufikia lengo letu. Tunamaliza tishio la nyuklia na tunamaliza tishio la makombora. Tunadhibiti anga ya Tehran, tunalenga maeneo ya uongozi huu. Hayo yakijiri, Pakistan imefunga maeneo yote 5 ya mpaka na Iran. Maafisa wamesema hatua hiyo ilichukuliwa kwa sababu ya hali ya sintofahamu nchini humo na vitisho vya usalama vinavyotokana na mivutano ya kimataifa. Raia wa Pakistan nchini Iran bado wanaweza kurejea nyumbani, kwani idadi kubwa ya watu wanaendelea kukimbia mji mkuu wa Iran, Tehran, kutokana na mashambulizi ya Israel. Ripoti kutoka Gaza zinasema kuwa zaidi ya watu 20 wameuawa karibu na maeneo ya kusambaza misaada inayoendeshwa na wakfu wa kutoa misaada wa Gaza unaoungwa mkono na Israel na Marekani. Shirika la ulinzi la raia huko Gaza hata hivyo linasema kwamba watu 20 waliuawa baada ya shambulizi la Israel karibu na kituo cha Rafah. IDF imeiambia BBC kwamba inachunguza ripoti hizo. Wapalestina wengine 2 waliokuwa wakisubiri chakula pia wanaripotiwa kuuawa kwa kupigwa risasi karibu na eneo lingine la shirika hilo la GHF katikati mwa Gaza. Naibu inspekta mkuu wa polisi nchini Kenya, Eliud Lagat, amejiondoa kutoka wadhifa wake ili kupisha uchunguzi unaoendelea baada ya kifo cha mwanablogu aliyekufa mikononi mwa polisi Albert Ojwang. Roncliffe Odit na maelezo zaidi. Katika taarifa iliyotolewa hii leo, Lagat amesema amechukua hatua hiyo kwa nia njema kutokana na jukumu na wajibu wake katika nafasi ya naibu inspekta jenerali. Lagat ameongeza kuwa majukumu yake yatatekelezwa na naibu wake hadi pale uchunguzi utakapokamilika. Vile amesema anatoa rambirambi kwa familia ya bwana Albert Ojwang kwa kumpoteza mpendwa wao. Lagat ameahidi kutoa ushirikiano wakati wa uchunguzi. Kifo cha Albert Ojwang kimesababisha hasira miongoni mwa raia nchini Kenya, huku maafisa kadhaa waliokuwa kazini wakati huo wakikamatwa na kushtakiwa. Uchunguzi huo unaendeshwa na mamlaka huru ya kusimamia polisi, IPOA. Kiongozi wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania atajiwakilisha katika kesi inayoendelea, huku akisema amenyimwa ruhusa ya kuwasiliana na timu yake ya mawakili. Tundu Lissu amekuwa kizuizini tangu mwezi Aprili na alifunguliwa mashtaka ya uhaini na kuchapisha taarifa za uongo katika kesi iliyolaaniwa vikali na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Iwapo atapatikana na hatua, anaweza kukabiliwa na hukumu ya kifo. Kuzuiliwa kwake kunakuja kabla ya uchaguzi wa Tanzania mwezi Oktoba mwaka huu. Chama cha Chadema kinachoongozwa na huyo Tundu Lissu kimezuiwa kushiriki uchaguzi baada ya kukataa kutia saini kanuni za maadili za uchaguzi. Taarifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasema kuwa waziri wa sheria wa nchi hiyo amepigwa marufuku kuondoka kutoka mji mkuu wa Kinshasa, huku mahakama ya juu ikitaka kumfungulia mashtaka ya ubadhirifu. Constant Mutamba anadaiwa kunyakua karibu dola milioni 20 kutoka kwa ufadhili wa gereza jipya. Hapo awali yeye mwenyewe alitoa wito kwa yeyote aliyepatikana ama atakayepatikana na hatia ya ubadhirifu ahukumiwe kifo. Siku ya Jumapili usiku, bunge la kitaifa la Kongo lilipiga kura ya kumvua kinga yake ya ubunge. Na Ukraine na Urusi zimekamilisha shughuli ya kubadilishana miili, mpango uliokubaliwa katika mazungumzo nchini Uturuki mapema mwezi huu. Ukraine inasema kwamba Urusi ilikabidhi zaidi ya miili 1200 katika hatua ya mwisho. Hatua hiyo inaleta jumla ya zaidi 6,000 watu waliorudishwa tangu Jumatano. Ukaguzi na shughuli ya utambulisho inaendelea. Urusi nayo inasema kwamba 78 kati ya waliofariki wamerejeshwa makwao. Tofauti hiyo ya idadi inasemekana kuwezekana kutokana na habari kwamba hivi majuzi Urusi imekuwa ikipata mafanikio ya kimaeneo, kwa hivyo huenda iliwaokoa wanajeshi wake wengi waliouawa katika mapigano hayo yanayoendelea. Hii ni BBC.
Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Phyllis Mwatei. Matangazo haya ya Dira ya Dunia, msikilizaji, visiwani Zanzibar yanapatikana kupitia Zenji FM. Tanzania ni Radio Free Africa na Radio 1. Nchini Kenya Pamoja FM, Milele FM na Mwenedu FM. Nchini Uganda ya Tegi Sikio kupitia Radio Lira, Radio Paidha na Radio Kitara. DRC ni Radio Muungano Beni, lakini pia yako kwenye FM kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, ambako hapo msikilizaji una fursa ya kututumia maoni yako kuhusu yale unayosikia jioni hii. Tukipata nafasi, bila shaka tutakuwa wingi wa furaha kuyasoma maoni hayo. Jioni hii uko nasi Karo Robi na Sarafina Robi tukiwa hapa Nairobi. Kwako Sarafina. Shukran Karo. Tukianza msikilizaji, ni kwa Israel inasema imechukua udhibiti wa anga ya hewa ya Iran inayoruhusu ndege zake kutekeleza mashambulizi ya masafa ya karibu. Pia inasema imeharibu theluthi moja ya vifaa vya kurusha makombora vya Iran. Israel inasema mashambulizi yaliyotekelezwa siku ya Jumapili yaliyoua maafisa 4 wa ngazi za juu wa ujasusi, huku ripoti za Iran pia zikisema mojawapo hospitali ilishambuliwa. Wafanyakazi na wagonjwa wanasemekana kujeruhiwa. Na Steha Mohamed na maelezo zaidi. Vita kati ya Iran na Israel vinaendelea huku karibu watu 300 wakipokea matibabu nchini Israel. Makombora ya Iran bado yanaendelea kulenga mfumo wa ulinzi wa anga ya Israel. Jeshi la Israel hata hivyo linasema kwamba limeharibu theluthi moja ya makombora ya ardhini ya Iran. Israel nayo imethibitisha mashambulizi ya anga kwenye jengo moja siku ya Jumapili katika mji mkuu wa Iran, Tehran, na kusema wamewaua maafisa 4 wakuu wa kijasusi. Tehran imeishtumu Israel kwa kulenga hospitali moja magharibi mwa Iran, ikilaani hatua hiyo na kuitaja kuwa ni uhalifu wa kivita. Ripoti ya awali ya vyombo vya habari ilisema mashambulizi ya Israel yalilenga eneo lililo karibu na hospitali ya Farabi katika mji wa Kermesha. Haya kijiri, Iran inasema imemua mtu aliyepatikana na hatia ya kufanya ujasusi kwa shirika la kijasusi la Israel Mossad. Maafisa walisema Ismail Ferkri aliyekamatwa mwaka 2023 alijaribu kusambaza habari za siri kwa lengo la kujipatia pesa. Haya ni mauaji ya 3 kutekelezwa hivi karibuni na Iran yanayosemekana kuhusishwa na ujasusi wa Israel. Siku ya Jumapili, Israeli ilisema imewakamata raia 2 wanaoshukiwa kufanya kazi na idara ya ujasusi ya Iran. Makombora ya Iran yalishambulia Tel Aviv, mji mkuu wa Israel, na mji wa bandari wa Haifa kabla ya asubuhi ya leo na kuua takriban watu 8 na kuharibu nyumba, jambo lililomfanya waziri wa ulinzi wa Israel kuonya kuwa wakazi wa Tehran, na mnukuu, watalipia hilo hivi karibuni, mwisho wa nukuu. Iran ilisema bunge lake linatayarisha mswada wa kujiondoa kwa mkataba wa kuzuia uenezaji wa nuclear NPT, na kuongeza kuwa Iran inasalia kupinga kutengeneza silaha za nuclear, na kupitishwa kwa mswada huo huenda ukachukua wiki kadhaa. Israel inadhaniwa kuwa na silaha kubwa za nuclear, lakini haijathibitisha wala kukanusha. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba uongozi wa Iran utajuta. Tuliofungulia njia Tehran, na sasa wanaanga wetu wanalenga Tehran na kupinga uongozi wa Ayatollah kwa namna ambayo hawawezi kufikiria. Na anaweza kuwaambia hili ya kwamba tuna habari kuwa viongozi wakuu nchini Iran wanaondoka na wanafahamu yatakayojiri. Wakati huo Netanyahu amesema kwamba utawala wa Iran hauna nguvu tena. Utawala wa Iran ni dhaifu sana kwa sasa, na umeachwa na vitu viwili pekee. Kwanza ni kuwa na nguvu ya mabomu ya nyuklia na makombora. Hili tu ndio walilonalo Iran. Bila shaka hawana watu wanaowaunga mkono. 80% ya watu hawa wanataka utawala huo uondoke, kwani wamekuwa wakiwaua na kuwatesa kwa miaka 46 na wanatamani sana kuwa huru. Israel ndiyo nchi pekee katika Mashariki ya Kati ambayo haijatia saini mkataba wa NPT. Mamlaka ya Israel ilisema jumla ya makombora 7 kati ya chini ya 100 yalirushwa na Iran usiku kucha yametua Israel. Hali ya Mashariki ya Kati tayari ilikuwa imedhoofishwa na athari za vita kati ya Israel na Hamas. Kwa ujumla watu 24 wameuawa nchini Israel katika mashambulizi ya makombora kutoka Iran, wote wakiwa raia. Shughuli za uokoaji zilikuwa
likiendelea katika mji wa Haifa ambapo watu 30 walijeruhiwa. Moto ulioonekana ukiwaka kwenye kiwanda cha kuzalisha umeme karibu na bandari. Picha za video zilionyesha makombora kadhaa juu ya Tel Aviv na milipuko ilisikika katika mji wa Jerusalem. Jeshi la Israel halikusema lolote kuhusiana na mashambulizi ya Iran. Maafisa wa Israel wamesema mara kwa mara kwamba mifumo yake ya ulinzi si 100% kamili na kuonya raia wake kuhusu siku ngumu zijazo. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz alitoa taarifa kwamba Israel haina nia ya kulenga kimaksudi majengo ya raia wa Tehran. Vifo nchini Iran vimeongezeka na kufikia watu 224 huku 90% ya majeruhi wakiwa ni raia. Vile vile Rais wa Marekani Donald Trump amekata mpango wa Israel wa kumua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Maafisa watatu wa Marekani wameambia mshirika wa BBC wa Marekani CBS News. Trump aliripotiwa kumwambia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba kumua Khamenei sio wazo nzuri. Kulingana na afisa mmoja, rais hajatoa maoni yake hadharani kuhusu ripoti hiyo. Naseha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Msikilizaji, mwandishi wa BBC Alfred Lastek alizungumza na raia mmoja wa Afrika Mashariki anaishi Tel Aviv, Israel, ambaye alianza kwa kueleza hali ilivyo hii leo huko. Mimi ni mkazi wa Rehovot, kusini kidogo mwa mji wa Tel Aviv, kama dakika 20-30 kwa basi. Na kwa sasa hivi hali ilivyo pako shwari, ila kwa usiku wa jana ndo tulishuhudia mashambulizi machache tu, kama mara 2 kwa usiku wa kuamkia leo. Wanaeleza nini mamlaka za Israel? Mamlaka za Israel kwa sasa wanatupa tu utaratibu wa kufuata, lakini mambo mengi zaidi ya kiundani wanayo wao, lakini kwa taratibu ambazo wametupatia kwa sasa ni kukaa karibu na maandaki ya kujihifadhi dhidi ya mabomu, wenyewe wanaita shelter. Cha pili, kuepuka mikusanyiko isiyo ya lazima. Cha tatu ni kupunguza safari ambazo hazina ulazima, na cha 4 wamepunguza shughuli za kitaaluma na kiofisi, na baadhi ya kazi watu hawafanyi sasa hivi kwa sababu ya usalama zaidi. Kwa hiyo kwako binafsi wewe kuna hofu yoyote ambayo unaipata? Kwa mimi binafsi hofu siipati, kwa sababu kidogo ni mwenyeji muda mrefu huko, na tangu tumeona Oktoba 7 na sasa hivi vita hii, kidogo hofu haipo sana kama wale watu ambao ni wapya. Japo juzi kidogo ile ndio ilikuwa na hofu, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo yaliathirika ambao ni ya karibu na hapa tunapoishi, lakini madhara ni ya kawaida, hakuna vifo ambavyo tumevisikia wala majeruhi si makubwa sana. Je, familia nyumbani umezungumza nao na wasiwasi wao ukoje? Familia nimezungumza nayo na najitahidi kuwapa taarifa sahihi, kwa sababu wanapata taarifa kutoka vyanzo tofauti na vingine vinakuwa ni havina uhalisia na havina ukweli ambao sisi tuna uhisi. Kiuhalisia tuko salama, na kama utafuata taratibu na maelekezo ambayo nakupatia, usalama upo. Labda matarajio yakoje kwa maana ya mkusanyiko wenu na mlipo? Matarajio ya wengi yako vipi? Matarajio ya wengi ni kumaliza, kwa sababu kama sisi wengine tuko shule, matarajio ni kumaliza na muda umebaki mchache, lakini tunatarajia muda ukaongezwa kidogo mbeleni, na tunatarajia hali ya usalama itarejea hivi karibuni, kwa sababu wanakoelekea nadhani wanaweza wakafika pazuri. So tunatarajia hali ikarudi katika usalama. Bila shaka msikilizaji, unaendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukiendelea ni kwa awali, Regina Mziwanda amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Mohamed Abdulrahman, pamoja naye mchambuzi wa siasa za Iran na mkazi wa Iran Abdul Fattah Musa, anayeanza kwa kuelezea kiasi cha uharibifu huko Iran, hasa kwa vituo vya nyuklia. Uharibifu kwa hakika ni mkubwa, ukiachilia mbali maeneo ya kijeshi, lakini kwanza kwa upande wa vituo vya nyuklia, vituo mbalimbali vya Iran vimeshambuliwa, na hasa miongoni mwa vituo vikuu ni kituo cha Natanz kilichoko katika mkoa wa Isfahan. Bila shaka taarifa zina mgongano, wakati Israel kwa upande wake inapotoa taarifa juu ya sehemu ambazo imeshambulia inaakisi kueleza kwamba imefanya uharibifu kubwa, lakini taarifa zinazotolewa na Iran kwa upande wake nazo zinaeleza kwamba pamoja na kwamba maeneo hayo yameshambuliwa, lakini shughuli za vituo hivyo hazikuweza kusimamishwa na zingali zinaendelea. Kile ambacho kinaonekana kwamba ndio lengo kuu zaidi la mashambulio ya Israel kwa upande wa vituo vya nyuklia ni kituo kikuu cha Irani cha Fordo, ambacho kinaaminika kwamba kiko chini kabisa ya ardhi, na kwa mtazamo wa uwezo wa kijeshi inaonekana Israel haitakuwa rahisi kwake kuweza kufanikiwa kukifikia kituo hicho bila kupata msaada wa kijeshi au uingiliaji moja kwa moja wa Marekani. Ukiachilia mbali vituo vya nyuklia, ni kwamba Israel imeshambulia pia vituo mbalimbali
mbalimbali vya miundombinu ya kiuchumi kama vituo vya gesi ya kusini ya Pars, kituo muhimu sana kwa ajili ya kudhamini takriban 70% ya gesi inayotumika ndani ya Iran, na vile vile vituo mbalimbali vya mafuta pamoja na viwanja vya ndege vya kiraia. Uharibifu ambao Israel umesababisha hadi sasa kiuhakika nao ni mkubwa, jambo ambalo Iran yenyewe hailikanushi. Mohamed Abdurrahman, tunamwona Rais Donald Trump akikana kuhusika katika mashambulizi ya Israel. Anasema huenda hapo baadaye akahusika. Unachukuliaje hizi sehemu mbili, kukana na kusema baadaye atahusika? Rais Donald Trump ambaye amekuwa akishinikiza uwepo wa mkataba wa nuclear na hata kusema hawataruhusu Iran kutengeneza silaha za nuclear. Ni jambo la kawaida kwa utawala wa Marekani wa hivi sasa, au niseme kwa Rais Donald Trump kutoa kauli moja asubuhi na kubadilisha maneno na kutoa kauli nyingine wakati wa mchana, kwa kusema kwamba haihusiki au haikuarifiwa. Kuna utata hapa. Kwa lililopo ni kwamba wakati mwingine Marekani inasema iliarifiwa kwamba Israel itachukua hatua hiyo, lakini kwa upande mwingine inasema kwamba sisi hatujahusika au kushiriki moja kwa moja katika mashambulio hayo. Lakini pia kuna utata mwingine ambapo pale Marekani inaposema kwamba tutakuwa tayari wakati wowote kusaidiana na Israel au kuisaidia Israel pale usalama wake utakapohatarishwa. Swali ni kwamba tunapoiangalia kadhia hii, usalama wa nani ambao umeanza kuhatarishwa? Kwa hivyo mimi ninahisi kauli ya Marekani, na tena Marekani tu, hata baadhi ya nchi za magharibi zilizo karibu sana na Israel, kwa mfano Ujerumani, Uingereza na Ufaransa, viongozi wake wametoa kauli hizo hizo za kwamba tuko pamoja na Israel. Sasa swali ambalo kubwa linaloulizwa ni kwamba mtakuwa pamoja na Israel hata ikiwa Israel imekiuka mamlaka na uhuru wa mipaka wa Iran. Kwa hivyo nahisi kwamba swala hili limechukua zaidi mikakati ya sera na siasa za nchi hizo kuelekea Iran, ambapo panapokuja katika majumlisho ya siasa au sera zenyewe, tutaona kwamba nchi hizo zote zimesimama upande wa Israel hata kama Israel inakiuka sheria za kimataifa. Abdul Fattah, tutizame viongozi hawa kutoka mataifa tajiri duniani maarufu kama G7 wanakutana Canada kwa mkutano wao wa kila mwaka. Tutarajie mashambulio ya Iran kujadiliwa na labda hatua kuchukuliwa, au hatuna cha kutarajia hapa? Taarifa ambazo zimetolewa awali ni kwamba swala la mgogoro huu au vita hivi vilivyoanzishwa na Israel dhidi ya Iran vitajadiliwa au litajadiliwa katika mkutano huo, na kwamba kuna baadhi ya maamuzi ambayo nchi hizo yanaweza yakapitisha kwa ajili ya uchukuaji wa hatua. Hata rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kasikika hivi punde akisema kwamba kuna uwezekano ndani ya kipindi cha masaa kadhaa yajayo ikapatikana hali ya utulivu katika mgogoro huu. Bila shaka msimamo ambao utachukuliwa na mataifa haya ya kundi la G7 litakuwa ni maamuzi yatakayokuwa yanakidhi maslahi ya Israel katika mgogoro huu wa sasa uliojitokeza. Mohamed Abdurrahman, tunavyoijua Israel huenda isisitishe mashambulizi haya hadi watimize malengo yake, nayo Iran imesema itaendelea kujibu mashambulizi ya Israel. Tutarajie nini katika siku ama wiki zijazo? Kuna vile vile maslahi ya nchi za Ghuba ambazo zimeanza kuwa na uhusiano mzuri pamoja na Iran. Nchi hizi zimeanza nazo hatua za kidiplomasia za chini kwa chini kujaribu kutafuta suluhisho, kwa sababu athari zozote zitakazotokea zitakuwa ni athari kubwa zaidi kwa nchi hizo ambazo ziko karibu pia. Na msikilizaji, huyo ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Mohamed Abdurrahman, hapo akiwa na Abdul Fattah Musa ambaye ni mchambuzi wa siasa za Iran lakini pia mkazi wa huko, wakihojiwa hapo na mwenzetu Regina Mziwanda. Naibu Inspekta Mkuu wa Polisi nchini Kenya Eliud Lagat amejiondoa kwa muda ili kuruhusu uchunguzi dhidi ya mauaji ya Albert Ojwang alifariki akiwa kizuizini katika hali tete isiyoeleweka. Lagat alitangaza uamuzi wake katika taarifa iliyotolewa leo hii kufuatia siku kadhaa za shinikizo kutoka kwa umma kudai uwajibikaji na kuondolewa kwake ofisini mara moja. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama George Msamali kufahamu uzito wa hatua ya Lagat kujiondoa kupisha uchunguzi. Kuna tofauti baina ya kujiuzulu na kujiondoa ofisini ili uchunguzi uweze kuendelea, lakini ukweli ni kwamba amechukua muda mrefu zaidi kuliko vile ilikuwa inatarajiwa. Manake pindi tu alipotajwa kwamba ni mtu ambaye anahusiana na kule kukamatwa kwa kijana Ojwang, basi tulitarajia kwamba angejiondoa awali ili kuacha uchunguzi ufanywe, uchunguzi ambao utaonekana kwamba ni huru na utatoa ripoti ambayo itaangazia kikamilifu ni nani ambaye alihusika na mauaji ya bwana Albert. Kumekuwa na shinikizo kali sana kutoka kwa umma na
wanaharakati wa kutetea haki za binadamu kujiuzulu kwa Lagat. Hajajiuzulu, amejiondoa ili kupisha uchunguzi. Hili litatuliza ghadhabu iliyoko? Sidhani kama litatuliza, manake Wakenya wanataka ukweli uwe wazi, na kwamba moja kwa moja wao wanaona kwamba bwana Lagat kwa njia moja wala nyingine, ingawa uchunguzi bado unaendelea, alihusika na mauaji ya bwana Albert. Na nikiangazia tu vile hali ilivyo katika taifa la Kenya hivi sasa, sina matumaini ya kwamba kujiondoa kwake kunaweza kuzuia maandamano ambayo yamepangwa kuanzia kesho. Manake Wakenya wanasema kwamba hili ni jambo ambalo limekuwa kwa kipindi kirefu. Mwaka 2024 tuliona kwamba zaidi ya vijana 69 waliuawa na maafisa wa polisi, na IPOA ilifanya uchunguzi na kisha mpaka hivi sasa haijatoa matokeo. Hili ndilo jambo ambalo limechangia ari ama msisimuko ambao tunauona hivi sasa, na wananchi wakisema ya kwamba ni lazima katika kifo cha bwana Albert kuwe na uwajibikaji, na uwajibikaji ni lazima uanzie pale juu. Ingawa wanazungumzia bwana Lagat, mpaka hivi sasa bado wanazisinikiza ya kwamba Inspector Generali mwenyewe na pia yule mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai bwana Amin pia wajiuzulu, ili tuweze kuona kwamba hivi sasa maafisa wa serikali, asasi za kiusalama na vyombo vya dola wanaweza wajibika ikiwa kutakuwako na tukio ambalo litatokea katika makazi yao ambapo wao wanasimamia. Tutarajie nini katika siku 2-3 zijazo, kutokana na kwamba huyu angalau wa kwanza ameamua kujiondoa ili kupisha uchunguzi? Tutarajie kwamba atakamatwa na yeye kama alivyokamatwa OCS Talam na atafikishwa kizimbani kujibu mashtaka, au itategemea uchunguzi unaoendelea na mamlaka ya kuangazia hayo ya polisi ya IPOA? Sidhani kwamba atakamatwa moja kwa moja, itategemea uchunguzi ambao unaendelea hivi sasa na IPOA, na IPOA wamezungumza wazi na wakatoa kauli ya kwamba iwapo atatajwa na kuwe na ushahidi wa kutosha kuonyesha kwamba alihusika kwa njia moja wala nyingine kwa mauaji ya bwana Albert, basi hapo ndipo wakati ambapo watamtia nguvuni na kuweza kumfungulia mashtaka. Lakini hali ilivyo hivi sasa, bado tu tunaona malumbano ambayo yanaendelea kule kotini baina ya mawakili ambao wanawakilisha bwana Talam na yule afisa pia ambaye alikamatwa bwana Muhwana, wakitoa tetezi ya kwamba wao pia waachiliwe na tuwe na ile tunaita public inquest, badala ya kuwafungulia mashtaka moja kwa moja, tuwe na upelelezi ambao utaelekezwa na mahakama kuliko upelelezi ambao hivi sasa unaofanywa na IPOA. Tukimulika darubini mamlaka hiyo ya IPOA, jinsi ambavyo imejiendesha tangu kuuawa kwa Albert, unaweza kutathmini vipi utendaji kazi wake, haswa pale ambapo ukizingatia pia kumekuwa na manunguniko kwamba wanaonekana kuwalenga maafisa wa polisi wa kada za chini na sio wale ambao wana nyadhifa za juu kama Lagat na wenzake kama Kanja? Kwa kweli kuna utepetevu mkubwa katika IPOA, manake hii si kesi ya kwanza ambao tumeona wamehusishwa moja kwa moja kufanya upelelezi. Wakati ule tulikuwa kuna ule ugonjwa wa COVID, tuliona kwamba maafisa wa polisi walituhumiwa kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya wananchi. Kanda za video zilionyeshwa maafisa wa polisi wakiwaadhibu wananchi, na kisha IPOA ikatangaza moja kwa moja kwamba itafanya upelelezi na kufungulia mashtaka maafisa wa polisi ambao wataonekana kwamba walikiuka sheria. Mauaji ya hapo mwaka 2024 ya vijana wa Gen Z, hali kadhalika IPOA ilijitokeza moja kwa moja na kuzungumzia hili swala na kusema ya kwamba wamefungua faili kadhaa ambazo wanazipeleleza, na kwamba ikiwa kuna afisa wa polisi ambaye atapatikana kwamba alikiuka sheria, basi watamfungulia mashtaka. Mwaka hivi sasa hatujaona matokeo yoyote, na hivi karibuni tulimuona mwenyekiti wa IPOA ambaye ni tume ambaye inatarajiwa kuwa huru, aliambatana na Inspector Generali Kanja, bwana Lagat na hali kadhalika bwana Masengeli, na kuwaita waandishi wa habari na kutoa habari ambazo hivi sasa zimekinzana na hali ilivyo ya upelelezi. Kwa hivyo wananchi hivi sasa wanatathmini ya kwamba IPOA haiko huru na haiko tayari kutekeleza wajibu wake kulingana na katiba, na kwamba wao wanalenga maafisa wa polisi wa ngazi ya chini, ili hali ambao wana ushawishi wa kisiasa kama vile bwana Lagat hawawezi fikiwa na hawawezi kamatwa na kufunguliwa mashtaka. Na huyo ni mchambuzi wa masuala ya usalama George Musamali, ambapo awali amezungumza na mwenzangu Karo Robi kuhusiana na hali hiyo inayoendelea jijini Nairobi. Na sasa msikilizaji, tuelekee viwanjani naye Ive Buchana. Mabingwa wapya wa Ulaya Paris Saint-Germain walishinda kwa urahisi Atletico Madrid katika kampeni yao ya kwanza ya kombe la dunia la vilabu. Timu hiyo ya Ufaransa ilitawala sehemu nzima ya mchezo katika joto kali mbele ya umati wa watu 80,000. Wachezaji wake wakifurahia kumiliki mpira kwa 82% katika dakika 15 za kwanza hadi mwisho wa mchezo. Paris Saint-Germain walikuwa mbele kwa mabao 4-0.
Kabla ya mechi hiyo, Bayern Munich ilinyeshea timu ya Auckland City ya New Zealand mabao 10-0. Hii ikifanya watu kujiuliza hadhi ya mashindano yenyewe. Ni swali nililomuuliza mchambuzi wetu wa soka Abdul Jabbar Romario akiwa mjini Kigali. Dunia la vilabu kipo chini sana kutokana na kwamba kuna timu ambazo kama Auckland City ilichapwa goli 10 na Bayern Munich, na inashangaza kwamba hii ni timu ambayo imekuwa mabingwa wa bara mara 13 tangu 2006, lakini kiwango chapo kipo chini sana. Kuna timu ambao unaweza kujiuliza kwa nini hazikushiriki mashindano haya. Ni kutokana na vigezo. Nitatoa mfano wa Liverpool pamoja na Arsenal, kwa nini hawapo kwenye mashindano haya. Vigezo vya mashindano haya ni kwamba wanaangalia timu ambazo zilichukua kombe kwenye mabara. Niseme mfano kama Champions League. Chelsea walichukua Champions League 2021, Man City walichukua 23, na kwa hiyo ndio sababu wameshiriki mashindano haya. Lakini ukiangalia kwa jumla unaweza kusema kwamba kiwango kitakuwa chini sana. Timu ambazo zinashiriki ndipo wamemaliza, hakuna muda mrefu wamemaliza ligi, na kwa hiyo wanaonesha dalili za uchovu sana. Hiyo inaonesha kwamba mashindano yenyewe yatakuwa na kiwango cha chini sana. Lakini haieleweki kwa nini timu kama hizi Auckland City inashiriki mashindano haya na kiwango chao kipo chini sana. Naamini kwamba wataendelea kudhalilisha mashindano haya na kiwango kitakuwa chini sana kwa sababu watafungwa zaidi mechi nyingi. Shukran sana Romario. Mechi nyingine zilizopigwa Jumamosi, Inter Miami ya Lionel Messi iliambulia sare ya 0-0 na Al Ahly ya Misri. Vile Porto ya Ureno ikatoka sare ya bila kufungana na Palmeiras ya Brazil, huku Botafogo ya Brazil ikishinda Seattle Sounders 2-1. Leo usiku Chelsea itachuana na Los Angeles. Mashabiki wa Chelsea wamepata nafasi yao ya kwanza ya kumtazama kinda wao mpya kwenye kombe la dunia la vilabu akichezea timu ya Palmeiras. Winga huyo wa Brazil Estevao Willian atajiunga na the Blues kutoka Palmeiras msimu huu wa joto kwa mkataba wa pauni milioni 29 ambao ulikubaliwa mnamo mwezi wa Mei. Lakini klabu ya Sao Paulo ilijumuisha kipengele ambacho kilimaanisha kuwa ataichezea katika kombe la dunia la vilabu kabla ya kujiunga na Chelsea. Timu hizo ziko katika makundi tofauti, lakini zinaweza kukutana katika robo finali. Barani Afrika, mchezo wa kikapu, timu ya Al Ahly Tripoli ndio mabingwa wapya wa Afrika wa mashindano ya BAL. Jumamosi, Al Ahly Tripoli ilinyuka bingwa mtetezi Petro de Luanda kwa vikapu 88-67 kwenye fainali ya mashindano hayo yaliyofanyika huko Afrika Kusini. APR ya Rwanda ilishinda nafasi ya 3 kwa kuichapa Ittihad Alexandria ya Misri kwa vikapu 123-90. Naam, nikirejea barani Ulaya, kiungo wa zamani wa Manchester United na Juventus Paul Pogba yuko kwenye mazungumzo ya juu na Monaco, huku akitafuta kurejea kwenye soka baada ya kufungiwa kutokana na matumizi ya dawa za kusisimua misuli. Mshindi huyo wa kombe la dunia akiwa na timu ya taifa ya Ufaransa mwenye umri wa miaka 32 anaelekea kurejea katika nchi yake kucheza Ligue 1 ambapo anatarajiwa kusaini mkataba wa kuichezea Monaco kwa miaka 2. Pogba alisimamishwa kucheza soka kwa miaka 4 ambayo ilipunguzwa hadi miezi 18 mnamo Oktoba kufuatia rufaa. Mwisho wa makala ya spoti. Jina langu ni Ive Buchana.